Na ni tarehe 20 ya mwezi Mei mwaka 2025. Uhaligani mtazamaji wa Clouds TV alasiri, ni yangu matumai kwamba mzima wa afya na tayari umekwisha kusogea pembezoni mwa runinga yako na kuweza kuongeza sauti ukiwa na lengo moja tu la kuweza kutufuatilia kwa uzuri kabisa taarifa za alasiri kama ilivyo kawaida. Jina langu ni Sofia Kesi, kama ilivyoada timu yangu imeshania hapa studio. Lakini nikwambia, unakumbuka ile ajali iliyotokea kule Shinyanga ya vijana walifukiwa na kifusi? Yes. Kwa hivyo tunazo update ama taarifa mpya kuhusiana na maendeleo ya vijana wale. Ni kupitia undani wa alasiri tutaweza kuyajua hayo, na kana kwamba itoshi tutapita katika mikoa mbalimbali kuangazia jicho la habari, na tutaenda kuperuzi katika kurasa pendo za mitandao ya kijamii the screenshot. Kadhalika tutarejea hapa katika masuala ya kimichezo. Karibu sasa, jina langu ni Sofia Kesi. Na mtazamaji, tukianza alasiri ya Clouds TV kwa siku ya leo, tunaanzia kule Shinyanga na undani wa alasiri kama ambavyo nimekudokeza. Majeruhi watatu kati ya 11 ambao walipata ajali kwa kufukiwa na kifusi katika kitalu namba 8 eneo la Nyaligongo Mwakitolio mkoani Shinyanga bado wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga, huku hali zao zikiendelea kuimarika. Mwanahabari wetu Salvatore Ntandu ndiye ambaye amefika kuwajulia hali na kuzungumza nao kwa kinagaubaga. Karibu. Mei 17 mwaka huu itasalia kuwa kumbukumbu mbaya kwa wachimbaji 17 wa eneo la Nyaligongo Mwakitolio mkoani Shinyanga baada ya kuamka wakiwa na matumaini ya kupata dhahabu, lakini ghafla ndoto zao zikazimwa kwa kufukiwa na kifusi ambacho kimesababisha vifo vya wenzao 6 huku 11 wakijeruhiwa. Baada ya ajali hiyo, wachimbaji watatu kati ya 11 waliojeruhiwa wanaanza maisha mapya kwa kuuguza makovu ya thamani katika hospitali za rufaa za Shinyanga na Bugando, kama anavyoeleza Dr. Luzila John. Tarehe 18 ambayo ilikuwa ni Jumapili alfajiri, au majeruhi 7, majeruhi 2 walikuwa wa kike, majeruhi 5 walikuwa wa kiume, na tuliwapatia huduma za kwanza katika kitengo chetu cha dharura. Baadaye tukawa tumewalaza wodini, lakini wagonjwa 4 baada ya kuwapa huduma za kwanza na matibabu mengine wakaonekana wako vizuri, tumeshawaruhusu wameenda nyumbani. Wodini tumebaki na wagonjwa 2 wa kiume ambao wanaendelea na matibabu. Mgonjwa mmoja ana mvunjiko wa mfupa wa karibu na enka, lakini pia enka imepata kuna dislocation ya ankle joint, na mgonjwa mwingine amekatika mguu chini ya goti. Kwa wako odini wanaendelea na matibabu. Sambamba na hilo, Dr. Luzia amesema mgonjwa mmoja tayari amepewa rufaa kwenda katika hospitali ya rufaa ya Bugando kwa ajili ya matibabu ya kibingwa. Mgonjwa ambaye tumempeleka Bugando alikuwa na mvunjiko wa mbavu, lakini pia mapafu yake yalikuwa yamejaa hewa. Upo msemo wa Kiswahili usemao hujafa hujaumbika. Msemo huu unamfanya Zakaria Mbacha, mmoja wa manusura wa ajali hiyo, kutokata tamaa baada ya miguu yake kupata majeraha kwa kufukiwa na kifusi. Mimi nilinusurika kutoka mzima mpaka sasa, lakini wengine walikuwa wanatoka maiti. Kuna wengine walinusurika na wengine wakatoka bado wazima. Ndio wakatutoa wakatuleta na bajaji tukafika namba 2 hapo. Wengine walitokea namba 2 walikuwa wenyewe bado ya kawaida. Ana tuliumia kwa ajili ya nyundo, maponti. Walikuwa wanaona kama jiwe kubwa, wanaleta ponti, nyundo, wanapiga, na wakipiga jiwe sasa ndio linazidi kukandamiza. Kama mimi mguu mmoja kabisa ulikuja kukatika kwa ajili ya nyundo, maana ilikuwa haina sababu. Jiwe likubwa na tumepana na mwingine, walikuwa wanapiga nyundo, jiwe kabisa nikajisikia linakata. Kelele ya hapo ni kelele, lakini hawana la kufanya. Wanasema nafu tukutoe kilema, lakini tukuokoe. Je, ni ipi kauli ya serikali kuhusiana na ajali hiyo na mikakati ya kukabiliana na ajali za migodini
Anamringi Macha ni mkuu wa mkoa wa Shinyanga anafafanua. Baada ya kutokea kwa maafa haya, niliwasiliana na waziri wa madini nikamweleza, na waziri wa madini alitoa salamu za pole kwa wale wote ambao walifikwa na shida hizi. Lakini naye mheshimiwa waziri ameeleza anayo nia ya kuja kuwatembelea kwenye mgodi kule kwa ajili ya kuona namna gani au tuwafanyeje ili katika kutafuta ufumbuzi wa changamoto ambazo zilijitokeza. Lakini moja ya kitu ambacho mheshimiwa waziri aliahidi na anakifanyia kazi na amekifanyia kazi maeneo mengine hususan kule Mara ni kuja kuangalia, na anayo nia thabiti ya kuangalia maeneo ambayo yana leseni ambazo hazijaendelezwa, na kama mnavyofahamu serikali imetoa maelekezo kwamba leseni ambazo hazijaendelezwa zitwaliwe, na mheshimiwa waziri alisema hivyo, zitwaliwe na zionekane namna ya kupewa watu wengine ambao wako serious na uchimbaji, na miongoni mwa watu ambao wanapewa nafasi za kufikiriwa zaidi ni wachimbaji wadogo, ili wale walioko kule na ni wataalamu na ni wanapenda kuendelea na fani hii ya uchimbaji kupitia vikundi vyao au kupitia hao wachimbaji waweze kupewa maeneo ili kupunguza ule msongamano ulioko kule Mwakitorio. Eneo la wachimbaji wadogo wa madini la Mwakitorio linatajwa kuwa na wachimbaji wadogo zaidi ya 2,000 huku 90% wakiwa ni vijana. Je, serikali ina wito gani kwa kundi hili? Sisi kwa upande wetu serikali tumeona kwamba ni vizuri tujitahidi tuone namna nzuri ya kuenda katika yale maeneo ili tuanze kujenga ushawishi. Kwanza vijana wajenge ushawishi wa kuenda kwenye shughuli zingine za kiuchumi, na wale waliko kwenye migodi tuone namna gani wanaweza kuona kwamba kuna maeneo mengine ya kufanya shughuli, sio kilimo tu, lakini hata kama shughuli zingine. Tukienda kule maeneo ya viwanda kuna watu wanafanya shughuli zao ndogo ndogo na wanapata. Kwa upande wa kina mama, wako akina mama lishe wako kule kwenye migodi wanapata na wanafanya shughuli, na hata wako wengine kabisa wana hoteli, nafikiri wale wanajipatia kipato cha kutosha. Lakini kuna akina mama wengine na hasa akina dada ambao shughuli wanazozifanya kule hazina tija. Shughuli wanazofanya kule ni hazina tija, na nafikiri nikisema hivyo watu wazima sasa hivi tunafahamu kabisa, wala hatuna haja ya kuimba sana kuongea maneno mengine ambayo yanaonekana kama kutweza watu. Lakini kimsingi tunayo kazi ya kuhakikisha kwamba shughuli za kwenye madini, kuna maeneo mengine zimekuwa saturated kwa kiwango ambacho hazina tija tena kwa vijana, na kwa hiyo hamu yetu kubwa ni kuona vijana wanashawishika kwenda kwenye shughuli zingine za uzalishaji badala ya kung'ang'ania kwenye madini tu. Kutoka mkoani Shinyanga, Salvatore Ntandu, na hii ni Clouds TV. Na shukrani sana Salvatore Ntandu kwa kutupitisha kuangazia taarifa za maendeleo ya vijana hao watatu kati ya wale 11 ambao walipata ajali ya kufukiwa na kifusi katika kitalu namba 8 eneo la Nyaligongo kule Shinyanga. Basi niseme asante sana kwa taarifa hiyo, na sasa unatupa fursa ya kuweza kupita katika mikoa mingine tukiangazia jicho la habari. Ni wasaa wa kuangazia jicho la habari, na hii leo tukianzia kule Kigoma ambapo mkuu wa wilaya Uvinza mkoani Kigoma Dina Mathamani amepiga marufuku walimu kukaa chini ya miti kwa kukosa viti na ofisi wakati wakitekeleza majukumu yao. Ameagiza ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri hiyo kuchukua hatua za haraka kukamilisha ujenzi wa ofisi za walimu katika shule mpya zinazoanzishwa na wananchi kwa kushirikiana na serikali. Zaidi huyu hapa ni Emmanuel Matinde akituhabarisha. Ni ziara ya kamati ya usalama ya wilaya ya Uvinza kukagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali pamoja na wananchi. Na hapa ni katika shule mpya ya sekondari Mazungwe iliyoko kijiji cha Mazungwe kata ya Kazuramimba, ambapo mkuu wa wilaya Dina Mathamani anasisitiza hatua za haraka zichukuliwe kuhakikisha ofisi za walimu zinakamilika. Hatutegemee walimu wakae chini ya mti. Tunatamani walimu tuwapangie mazingira mazuri, lakini tuna resources. Hebu tutafute mbao tuchonge kwa bei ndogo, tukamlipa tu fundi, lakini tukatengeneza furniture kwa ajili ya walimu, tukakamilisha na hizi furniture za wanafunzi. Kurugenzi jitahidi tukamilishe choo, tukamilishe viti, meza, lakini tukamilishe sehemu ya wanafunzi nao ni walimu nao waweza kukaa kutayarisha masomo kwa ajili ya kuwafundisha watoto.
Akitoa taarifa ya ujenzi wa shule hiyo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza Akland Kambili amesema ujenzi unaendelea vizuri. Halmashauri ya Uvinza ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 603 kwa ajili ya kukamilisha miundombinu. Mradi huo kwa upande wa vyumba vya madarasa, vyumba vyote vimekamilika. Kwa sasa majengo ambayo tunaendelea nayo ni jengo la maktaba pamoja na majengo ya maabara. Ujenzi wa shule mpya za sekondari pamoja na ofisi za walimu utaleta ahueni kubwa kwa wanafunzi ambao wamekuwa wakitembea umbali mrefu kufuata masomo. Nafikia hatua mpaka mwanafunzi anaacha shule. Sasa tunaomba vijana wasome kwa bidii. Tunaamini kutokana na serikali kutujengea shule kijijini kwetu tutaweza kusoma vizuri na kutimiza ndoto zetu. Emmanuel Matinde, Clouds TV. Na kutoka Kigoma sasa tuiangazie Dodoma ambapo serikali imepiga marufuku uuzaji holela wa asali ambayo haijafungashwa kwa lengo la kulinda ubora wake, huku wataalamu wa tiba ya nyuki nchini wakishauri wazazi na walezi kutowalisha asali watoto wenye umri chini ya miezi 12 ili kuepukana na athari ya kuugua ugonjwa wa tetanus. Zaidi, Sharifa Mdeme kutoka Dodoma anatupitisha katika taarifa hiyo ambayo hapa studio inasimuliwa naye Pili Makana. Ni wakati wa kongamano maalum la wadudu nyuki la kujadili mchango wa wadudu nyuki na mazao yake katika maeneo mbalimbali ikiwemo kiuchumi na kiafya. Katibu wa shirikisho la tiba nyuki Tanzania Dr. Abdallah Masanja ameonya kuwepo kwa hatari hiyo kwa watoto kutumia asali katika umri wa chini ya miezi 12 na wanaotumia tiba ya kuuma nyuki kutumia wataalamu wanaojua. Huwa mnawalambisha wale watoto vichanga. Naomba msiwalambishe. Kuna mdudu mbaya sana anaitwa Clostridium botulinum. Samani kidogo kusema kwa uzito, ila huyu ni mdudu ndio mama wa chanzo cha tetanus. Tunamuita sisi kitaalamu Clostridium tetani. Sasa anapatikana kwenye vumbi, ila anapatikana kwenye asali zetu, maana zinakuwa kwenye vumbi, kwenye nini. Ila kwa mtu ambaye kidogo tumbo lake liko vizuri, sisi nasema kuanzia miaka 3 na kuendelea, yeye hawezi kumpa shida. Kwa mtoto akila hii asali bahati mbaya ikamkuta kuna huyu mdudu, maana sio zote asali, huyu mtoto atakufa kifo kama cha mtu wa tetanus, atakufa mkekamaa. Kongamano hilo limeangazia pia fursa za kiuchumi zinazopatikana kupitia mdudu nyuki na mazao yake hasa katika kuyafikia masoko ya kimataifa. Asali ya Tanzania inafanya sana vizuri kwenye masoko ya nje kwa sababu testi ya asali yetu na ladha yake na harufu ni tofauti na zile ambazo zinapatikana ulimwenguni kote. Ichukua asali ukimwaga kwenye udongo au kwenye vumbi, kama imechakachuliwa itasambaa, lakini kama haijachakachuliwa itakuwa kama inajivuta yenyewe, yani kama inajingangania yenyewe. Kwa hiyo ina hiyo sifa. Asante Pili Makana kwa kuwasilisha taarifa hiyo. Sharifa Mdeme ametupa somo hapa kwamba watoto wenye umri chini ya miezi 12 hawapaswi kulambishwa asali kwa sababu ina madhara, huenda ikapelekea kupata ugonjwa wa tetanus. Kwa hivyo tuchukue hatua katika hilo. Na sasa tukirejea hapa Dar es Salaam, wamiliki bunifu wamevishauri vyuo vikuu mbalimbali nchini kufanya tafiti ambazo zitakuja kuleta suluhisho kwenye changamoto za Watanzania na kupelekea mbele bunifu hizo ili ziweze kutambulika kwa sababu zina nafasi kubwa katika kuinua uchumi wa taifa. Taarifa ya Philip Mwihava studioni inasomwa naye Glory Nkini. Ikiwa kesho ni siku ya miliki ubunifu duniani, ambapo siku hii hutumika katika kutoa elimu zaidi katika eneo hilo ambalo bado ni geni na lina changamoto kutokana na wadau wengi kutokuwa na uelewa wa kutosha kuhusu miliki ubunifu. Baadhi ya wamiliki ubunifu akiwemo Abdu Karimu Abdalla na Asad Azizi wanatoa msisitizo kwa wamiliki bunifu kuibuka na bunifu ambazo zitakuwa na tija katika jamii, ingawa bado katika eneo hilo kuna changamoto.
Ili uwe ubunifu, sheria ya kwanza lazima uwe unatatua changamoto ambayo ipo. Kwa hiyo ukiwa mbunifu, kibuni kitu, ina maana hicho kitu kwanza kinaondoa tatizo ambalo lilokuwepo kwa haraka na liwe kwa nafuu. Kuna upotevu pia ambao mtu unapitia, kama labda utapoteza fedha nyingi sana, alafu unafika unaambiwa bwana, hii bunifu ipo bwana, lakini itabidi urudi tena, manake ujiandae upya uende. Kwa changamoto kubwa yake ni changamoto ya kifedha ili kukidhi mahitaji hayo. Kama vile haitoshi, tamanio kubwa la mmiliki bunifu huyu ni kuona katika eneo hilo la ubunifu kunakuwa na kiongozi pekee kutoka serikalini atakayekuwa analisimamia ili kuweka nguvu wabunifu kusonga mbele zaidi. Kwa serikali mimi ningetamani sana kuona kuwe kuna hata naibu waziri ambaye anahusika na ubunifu tu, ili hata ikifika mwisho wa mwaka anaulizwa, okay, tulikupa, huyo naibu waziri aulizwe, tulikupa pesa, mpaka sasa hivi umezalisha wabunifu wangapi na hizo teknolojia zao zimefika wapi, zinasaidiaje kwa jamii? Kwa upande wake Kelvin Mwambogo, ambaye ni mkurugenzi wa miliki ubunifu kutoka wakala wa usajili wa biashara na leseni, amesema kuelekea siku ya umiliki bunifu duniani, mipango inaendelea katika utoaji wa elimu kwenye eneo hilo kwa Watanzania ili waweze kupata uelewa zaidi. Miliki ubunifu ni zao la akili ya mwanadamu, ni vitu vya kubuni. Unaweza kuwa umebuni kutatua changamoto inayotukumba kwenye jamii. Yawezekana tulikuwa na tatizo, umetumia akili, umetumia nguvu, umetumia rasilimali, umekuja na suluhisho. Ule ni ubunifu. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya mmiliki ubunifu ni miliki ubunifu na mziki. Sikiliza mdundo wa miliki ubunifu. Na asante Glory Nkini kwa kuwasilisha taarifa yake mwenzetu Philip Mwihava. Na sasa mtazamaji, tutoke kidogo hapa nchini Tanzania tuende kule nje ya mipaka ya Tanzania kuangazia, alafu kisha tutarejea hapa. Rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa amewasili nchini Marekani kwa ajili ya mazungumzo ya kibiashara pamoja na kuboresha uhusiano na rais wa Marekani Donald Trump. Mazungumzo yanatarajiwa kufanyika Jumatano kwa maana ya kesho. Nelson Katunzi ameangazia taarifa hiyo kwa kina, na hapa mwenzetu Juma Muhammad ndiye ambaye anayowasilisha. Hali ya tofauti imeanza kushuhudiwa hivi karibuni kwa Afrika Kusini na Marekani kutokana na uhusiano kati ya mataifa hayo mawili kuendelea kudorora na kuhatarisha mwenendo wa kiuchumi. Uhusiano kati ya Afrika Kusini na Marekani umedorora sana tangu Trump arejea ikulu ya Marekani kutokana na madai ya Rais Donald Trump kuwa sheria ya umiliki wa ardhi ya Afrika Kusini iliyopitishwa hivi karibuni ni ubaguzi dhidi ya jamii ya wazungu ambao wana asili ya Uholanzi na nchi nyingine za Ulaya. Ugawaji wa ardhi nchini Afrika Kusini umekuwa ni suala tete na lenye kuzusha hisia zinazohusiana na ubaguzi wa rangi kwa zaidi ya miaka 30 tangu kukomeshwa kwa mfumo wa kibaguzi chini ya utawala wa wazungu wachache mwaka 1994. Katika siku za hivi karibuni, Rais Donald Trump ameonyesha kutimiza ahadi yake ya kutaka kuiadhibu Afrika Kusini kwa kusaini amri ya rais ya kusitisha misaada yote ya nchi yake kuelekea Afrika Kusini, jambo ambalo linahatarisha hali ya mahusiano baina ya mataifa hayo mawili. Wakati hali ya kimahusiano baina ya nchi hizo mbili ikizidi kudorora, tayari Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amewasili nchini Marekani kwa ajili ya majadiliano na mwenyeji wake Rais Donald Trump yatakayofanyika kesho siku ya Jumatano Mei 21 mwaka 2025 katika ikulu ya White House jijini Washington. Pamoja na mambo mengine, mazungumzo hayo yanatarajiwa kujikita kufuatia madai ya Trump yaliyokanushwa na Afrika Kusini kwamba mauaji ya halaiki yanayofanywa dhidi ya wakulima wa kizungu katika nchi hiyo yenye watu wengi weusi. Lakini je, ni upi mtazamo wa ulimwengu katika mazungumzo hayo? Eladi Mporoto ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na siasa za kimataifa. Ziara ya rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa nadhani itaongozwa na ajenda kadhaa. Miongoni mwa hizo ni sera za kiuchumi, lakini pia kuna vita ambazo zinaendelea ulimwenguni ambazo ni vita ya Urusi na Ukraine, lakini kuna Israeli na Gaza, lakini pia kuna jambo jingine ambalo hivi karibuni wale wa Afrika Kusini wenye wazungu ambao walichukuliwa wakapewa uhifadhi nchini Marekani. Nadhani hayo ndiyo mambo makubwa ambayo yataangaziwa. Lakini mazungumzo haya inabidi ajikite katika upande hupi hasa? Tukianza na ishu ya sera za kiuchumi,
kiuchumi. Donald Trump amefanya mabadiliko makubwa ya kisera kuhusiana na namna Marekani inahusiana na mataifa mengine kwenye swala zima la kiuchumi. Kwanza kuuza na kununua bidhaa, kwa maana kwamba mataifa ambayo yanauza bidhaa nchini mwake ameweza kuyaongezea ushuru na kufanya baadhi ya mataifa kupata wakati mgumu kibiashara. Kwa hivyo Afrika Kusini ni miongoni mwa mataifa ambayo yamepandishiwa ushuru. Kwa hivyo nadhani hiyo inaweza kawa ni jambo moja ambalo wao watajadiliana. Naam, asante sana. Ni Herod Mporoto akizungumza na Juma Mohamed katika taarifa ambayo ameandaliwa naye Nelson Katunzi kwa siku hii ya leo. Na sasa turejee hapa nchini na kuangazia Njombe. Mwanamke mmoja mkazi wa mtaa wa Buguruni anayefahamika kwa jina la Gloria Chetimbao ameshitakia kwa mkuu wa wilaya ya ameshtakia kwa mkuu wa wilaya ya serikali ya mtaa wa Buguruni na ofisi ya ardhi ya halmashauri ya mji wa Njombe kwa kitendo cha kutaka kupitisha barabara ya mtaa kwenye kiwanja chake badala ya kumuondoa mwananchi ambaye amejenga nyumba kwenye eneo la hifadhi ya barabara na kuathiri zoezi la uchongaji wa barabara za mtaa huo. Mwenzetu Joctan Miefu kutoka Njombe anatupitisha katika taarifa hiyo. Katika mkutano wa hadhara wenye lengo la kutoa elimu ya lishe, kuhamasisha watu kushiriki uchaguzi pamoja na kugawa miche ya parachichi bure kwa wanufaika wa TASA katika mtaa wa Buguruni na Matalawe, Bi Gloria Chitimbao amelazimika kutumia fursa hiyo kumwomba mkuu wa wilaya kumsaidia kulinda mali yake hiyo kwa sababu serikali ya mtaa na ofisi ya ardhi imeshindwa kumchukulia hatua mwananchi aliyejenga eneo la barabara na badala yake wanataka barabara ipite kwenye kiwanja chake. Nikamuuliza kwa nini nataka kupitisha barabara wakati barabara inapopitishwa hapo na aliyejenga barabarani, mbona hamjamchukulia sheria? Wakasema wenyewe hivi kwamba tutakaa kikao. Mwaka umeisha, nimebaki kimya. Amebadili mwenyekiti mwingine, nikaenda tena. Mara baada ya kilio cha mwanamke huyo, ndipo mkuu wa wilaya ya Njombe anamtaka afisa ardhi kutoa maelezo, ambapo Emmanuel Amos Luhamba anasema kwa kuwa jambo hilo alijafika ofisini kwake, hivyo anaomba kwenda kukutana na kamati inayoendesha zoezi la urasimishaji wa makazi katika mtaa huo ili kujua kwa kina tatizo. Hapa mkutanoni, mtaa wa Buguruni unafanywa urasimishaji wa makazi, na urasimishaji huu unafanywa kwa kushirikiana kati ya wananchi pamoja na serikali, lakini tunawapatia wadau ambao ni kampuni ili tusaidie kufanya hiyo kazi. Kupitia ombi hilo la afisa ardhi, mkuu wa wilaya Njombe Juma Sweda analazimika kuridhia na kisha kuonya tabia ya watumishi kutumia nguvu kwa wananchi badala ya kuelimisha pindi wanapotaka kutekeleza jambo lolote. Mimi nimeshaelewa kwamba warasimishaji wanataka kupita barabara kwenye eneo lao. Na wao wamesikia. Mtu amwangalie huyu mama. Kwa hiyo inawezekana ukapitisha kwenye barabara yake, alafu kuna eneo jingine. Sasa kupitisha barabara wakati mnarasimisha, wapimaji shirikishi inatakiwa mkubaliane. Kutoka Njombe, Joctan Miefu, Clouds TV. Na asante Joctan Miefu kwa taarifa hiyo. Twende sasa tukaangazie the screenshot. Kianza na ukurasa wa Clouds FM kufuatia mahojiano yaliyotolewa leo katika Power Breakfast ya Clouds FM, basi wamechapisha taarifa inayosema wakimnukuu Deus Kibamba, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha taarifa kwa umma, ameeleza kuwa sheria inataka majimbo ya kugawanywa baada ya miaka 10. Unaweza kupita katika ukurasa huo kutazama zaidi video hiyo. Katika ukurasa wa Swahili Times wameandika kuwa bodi ya filamu Tanzania imemuita msanii wa filamu Wema Sepetu kwa ajili ya mahojiano baada ya picha jongefu iliyorushwa kwenye mitandao ya kijamii kumuonyesha akiwa katika mavazi yasiyo ya kimaadili. Amesema ametakiwa kufika ofisi ya bodi ya filamu Mei 22, 2025 saa 4 asubuhi kwa ajili ya mahojiano zaidi.